Wananchi wa kata ya Isyesye katika jimbo la Uyole jijini Mbeya wamelalamikia kile ambacho wanadai kuwa ni uvamizi wa eneo la shule ya msingi Ilomba unaodaiwa kufanywa na familia ya Maria Mwandawale. Wananchi hao wanasema eneo hilo ni mali ya shule, na hata hivyo familia inayotuhumiwa imekanusha madai hayo ikieleza kuwa hakuna mgogoro wowote. Saidie ili eneo lirudi shuleni kwa sababu huu uliofanyika hapa ni uhuni. Kama umeanza na Mungu na maliza na Mungu. Bibi alianza na Mungu, alimaliza na Mungu. Kote aliko kanyaga, anaanza na Mungu, alimaliza na Mungu. Yote ameshinda. Kote hakuna ambapo hajashinda. Baadhi ya wananchi wa kata ya Isyesye wanasema eneo linalodaiwa kuvamiwa ni sehemu ya shule ya msingi Ilomba na kwamba linapaswa kubaki kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi na shughuli za maendeleo ya elimu. Wananchi hawa wanasema iwapo hatua hazitachukuliwa mapema, kuna hatari ya shule kupoteza sehemu ya eneo lake. Naitwa Josephat Ndele, mzaliwa wa Isyesye, Mbeya. Kweli kitendo hiki cha huyu mama kupewa hili eneo kweli kilitushangaza katika kata yetu hii ya Isyesye. Baada ya mheshimiwa diwani kipindi kile aliyekuwa diwani kipindi kile kuitisha mkutano kwamba jamani, kuna barua iliyotoka jiji inayoelezea Maria Hassani amepewa eneo la shule. Ndipo wananchi tulivyohoji kwamba amepewa kwa idhini ipi? Wakatuambia mkurugenzi, meya na mwanasheria wa jiji wametoa kesi mahakamani kwa hofu eti serikali itatoa hela nyingi kwa ajili ya kumlipa huyu bwana. Na hapo tukajaji. Ndipo ilipoundwa kamati hii ya ufuatiliaji wa hili eneo. Baada ya hapo hii kamati ikafuatilia ofisi mbalimbali. Baada ya kufuatilia hizo ofisi, lakini tulikosa msaada, kila ofisi hatukupata msaada, kuanzia hususan kata, ofisi za chama, wilaya, ofisi ya mkuu wa wilaya mpaka mkoani. Baada ya kukosa msaada huo, tukaamua tufike hapa tuililie serikali yetu ya Samia atusaidie ili eneo lirudi shuleni, kwa sababu huu uliofanyika hapa ni uhuni. Shule ilikuwa imepanda miti kuanzia miaka ya 50 ya 70 na shule imekaa nayo ili eneo. Kama unavyoona huu msitu ulikuwa umefunikwa hivyo, lakini mtu kavuna. Ofisi zetu za hapa Mbeya zinatoa kibali, siji uhuni, siji nini. Ni kitu ambacho sisi wananchi wa Isyesye kwetu tumepata na kigugumizi sana. Mwenyekiti wetu wa chama, rais wetu, tunakuomba sana utusaidie ili eneo. Na eneo ambalo tunahangaika nalo, ambalo tulikuwa tunaitumia kamati yetu ya kutoka kwa wananchi tulioichagua, ni kwamba mpaka leo toka mwaka juzi hatujapata majibu, na viongozi wetu tukija kufuatilia hapa na tupiga chenga. Na tunachoshangaa ni kwamba mpaka leo eneo lile tayari yule mtu anayeonekana kama kesi ameishinda analiendeleza, na miti yote ameikata ambayo ilipandwa na wananchi wenyewe ambao ni kama ndio wenye eneo lao la shule. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tunahitaji serikali ije kwa wananchi ili tupate majibu yale ya kamati ambayo waliyapata mpaka yule mtu kuishinda ile kesi. Uthibitisho kwamba ni eneo la shule ni kwamba eneo lile toka kipindi cha ukoloni, kwanza tuseme kutokea kipindi cha ukoloni, ni eneo ambalo lilikuwa linatumiwa na eneo la shule. Hata wakati wa nyuma hapo kesi zilikuwepo zingine ambazo wamejaribu kuzipeleka pale pamoja na wakuu wa shule na wananchi wenyewe, tumezishuhudia pale zikiwa zinaendeshwa, lakini hakuna aliyewahi kuishinda mpaka ilipofikia mwaka juzi au mwaka jana ndio tukaona maendeleo yale ya yule mtu anaonekana ameshinda ameyaendeleza. Lakini tukija sambamba na hili ni kwamba eneo lile ni kwamba limegawiwa pale kipindi cha ukoloni. Hata mama yangu mzazi mwenyewe amesoma pale. Kama amesoma hapo miaka ya 79 mpaka leo mtu aje ashinde eneo kwamba ni la kwake, ni kitu ambacho kiufupi kinaleta nini? Sintofahamu. Ingekuwa labda kimetokea leo ilikuwa ni rahisi, lakini ni miaka ya enzi ya ukoloni mpaka leo. Lakini ilipofika mwaka 84 tukawa tumemaliza zoezi hili la kupanda miti, ikawa imeendelea, imekuwa. Sasa kama mnavyoiona, kuna mtu kaja akasema hili eneo ni la shule, niliwahi kuishi hapa. Alikuja mwaka 2018. Tulianza kesi mahakama ya ardhi pale Sabasaba. Ilivyoanza kesi hili kaisha,
ikaonekana ameshinda yeye, lakini halmashauri wakakata rufaa, na mimi nilikuwa miongoni mwa mashahidi wa shule. Tulikuwa mashahidi 6 na machifu walikuwepo. Ilipelekwa kesi mahakama kuu. Ilipopelekwa kesi mahakama kuu kule kesi mahakama kuu ikaondolewa, ikasema hii kesi ilipelekwa mahakama ya ardhi kimakosa. Kwa hiyo hii kesi inafutwa, na ikafutwa mwaka 2021. Walipofuta kesi ile, yeye huyu bwana anayesema eneo ni la kwake akakata rufaa, akaanzisha kesi mahakama kuu. Lakini ilivyoenda kesi mahakama kuu, tukashangaa kesi ile mwaka 2024 ukaja waraka kwamba hii kesi tumeamua kuiondoa halmashauri. Ukaja waraka, tukaitisha mkutano wa hadhara wa wananchi wa kata Isyesye. Wakasema hii kesi imeondolewa, kwa hali hii tumempa eneo huyu, kwa hiyo tumeamua tusiendelee na kesi sisi. Wananchi wakaunda kamati, na mimi nikawa miongoni mwa kamati, nikachaguliwa. Tulivyoenda kule kwa mkuu wa wilaya, baada ya kuundwa kamati, tukaenda kwa mkuu wa wilaya. Tulivyoenda kwa mkuu wa wilaya, maki tuliomba appointment kupitia mheshimiwa diwani wetu kwamba tunataka tukutane. Kuna kamati imeundwa na wananchi, tunataka tukutane na mkuu wa wilaya kwa ajili ya eneo la shule ya msingi Ilomba lile ambalo linaonekana lina kesi. Tulivyoenda pale, mkuu wa wilaya akasema subiri masaa mawili nitakuwa nimefika hapa. Tukasubiri sisi kamati watu 10. Tulivyosubiri wakasema ingieni, amekuja. Lakini tunapofika mle tukashangaa, tunakutana na mwanasheria mkuu wa jiji anayeitwa Mbembera. Sasa tukashangaa, akasema jamani, mimi nimetumwa na mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ana mkutano na polisi, yuko Rwanda Nzovwe, viwanja vya Rwanda Nzovwe. Kwa hali hiyo tukasema sasa mkuu wa wilaya mkuu wa wilaya anakutuma wewe tena, ambaye tunakutuhumu, ambao uko kwenye waraka, ambao inaonekana wewe ndio ni mmojawapo wa watu ambao wameiondoa kesi mahakamani. Kweli tukabishana naye, tukawa tunajiuliza kwa nini. Tukabishana naye kabisa. Sasa akasema kwa hiyo na mimi mnanituhumu? Tukasema ndio, kwa sababu wewe upo kwenye waraka huu na waraka huo tunao. Akasema basi nisiwasikilize. Tukasema tusikilize, utampa taarifa mkuu wa wilaya. Tukamwambia sasa, tukasema tumekuja sisi, wananchi wametutuma, tumekuja kwa mkuu wa wilaya kwamba kwa nini eneo la shule ya msingi mmempa huyu na mmeamua kutoa kesi. Akasema sisi tumeona tuiondoe kesi kule kwa sababu tumeona kama mbele yake tungeshindwa kesi. Alafu tungeshindwa kesi tungelipa hela nyingi sana. Tukasema sasa tungeshinda kesi? Akasema sisi tumeona hivyo kama wanasheria kwamba tungeshindwa kesi. Tumemshauri mkurugenzi kwamba kwa nini tusiondoe kesi ili eneo tukampa huyu. Tukasema mbona waziri wa ardhi alikuja na alituuliza pale, na ninyi mlikuwepo pale, akauliza ili eneo lina hati. Mkuu wa idara akajibu ndio lina hati, na hati hii mnayo? Akasema tunayo. Imeandaliwa lini? Akasema hii hati imetolewa toka mwaka 2021. Akasema mnayo? Akasema tunayo. Akasema basi tutaiangalia. Akasema lakini sisi wenyewe kama ofisi aliyetushauri kwamba kesi hii tuiondoe ni afisa ni waziri wa ardhi. Tukamuuliza kuna waraka wowote? Maka ofisi ni maandishi. Kuna maandishi ambayo inaonekana kweli aliamua kwamba hii kesi muiondoe. Akasema hiyo hatuna. Tukasema kwa nini? Akasema sisi tumeona kesi tungeshindwa kesi na ndio sababu. Lakini bado tulipoachana naye tukarudi tena kwa huku. Tukataka tupate mkutano wa wananchi ili tuwarejeshe wananchi hawa tulioyapata kwa mkuu wa wilaya. Yaani toka mwaka 2024 ilikuwa tarehe 27 hiyo siku mpaka sasa hivi tukawa tunazungushana tukitaka tupate mkutano ili tuwarejeshe yale tuliyoyakuta kwa mkuu wa wilaya. Hatupati ushirikiano. Ofisi za kata hatupati ushirikiano.
tukaenda ofisi ya CCM ya wilaya ya Mbeya mjini. Tulipofika pale, katibu wa CCM wa wilaya akasema basi ngoja niwahimize hawa, nimuhimize mkuu wa wilaya, nimuhimize mkurugenzi, nimuhimize meya, wafike wawatolee majibu kwamba kwa nini wamempa huyo. Ndiyo. Ombi lenu kwa serikali ni? Ombi letu kwa serikali, tunataka eneo hili lirejeshwe kwa shule ya msingi Ilomba. Haiwezekani kumpa heka 5 mtu ambaye eneo shule imelimiliki zaidi ya miaka 70. Ngole Mwasanga ni mojawapo kwenye kamati ya ufuatiliaji wa eneo la shule. Hapa tumefanyiwa jambo ambalo sio hakika. Mbaya kabisa, imeharibika hata mazao ya shule ambayo walipanda wananchi. Lakini saa hizi mtu binafsi amechukua kwa manufaa ya kwake ili apate maslahi ya kwake. Tunaomba ombi letu Mheshimiwa Samia huko uliko na waziri mkuu atusaidie, hili eneo limefanywa ufisadi na watu mbalimbali, kuanzia meya, kuanzia mkurugenzi na mwanasheria wa jiji la Mbeya. Tunaomba utusaidie Mheshimiwa Rais. Hata hivyo, upande wa familia ya Maria Mwandawale umekanusha madai hayo, ukisema hakuna mgogoro wote kuhusu eneo hilo. Alivyowahoji wananchi walivyoshindwa kumjibu Jerry aliwauliza ile nyumba ni ya nani? Watu wote hakuna aliyesema nyumba hiyo. Wote bibi yupo pale. Bibi yangu yupo pale. Anasema nyumba yangu ndio hiyo, nyumba yangu ya Elo, ilikuwa Elo. Waandishi wa habari saizi kama nataka twende tutakuonyesha. Sasa ila kwa vile imesha nani, lakini ipo msingi utaona Elo. Ikaonekana kweli nyumba ni ya bibi. Akatupendekeza, hakuwa mahakama kama wanavyosema au wengine watu wananchi. Ambao mimi nadhani sio wananchi. Wananchi wanaojua ukweli ni kikundi fulani tu. Sio wananchi, ni kikundi fulani ambayo hao kikundi hicho tunakijua hata mimi. Kikundi hicho kimetoa ushahidi. Kuna mtu anaitwa Michael Leza ndio anayeongoza hiyo kundi la kuwaita waandishi wa habari na nini na kufanya, hebu labda nitaongelea mbali sana. Ametoa ushahidi, wameenda kutoa ushahidi. Ushahidi wake ukao hovyo. Hapa nimesoma kwenye ushahidi wake alioongelea mahakamani. Upo mwandishi upo ndani. Alioongelea mahakamani. Kama umeanza na Mungu na maliza na Mungu. Bibi alianza na Mungu, alimaliza na Mungu. Kote aliko kanyaga, anaanza na Mungu, alimaliza na Mungu. Yote ameshinda. Kote hakuna ambapo hajashinda. Alikuwa hajui kuongea Kiswahili lakini aliongea mahakama mpaka majaji walikuwa wanamuelewa. Walikuwa wanamuelewa. Ndio maana tarehe 13 tarehe 13 mwezi wa 9 2024 tumekabidhiwa rasmi eneo hilo. Na kama ili kuonekana tumekabidhiwa rasmi, nadhani hata serikali isingetupa kama tumiliki. Na ndio hicho. Hako ni kakundi kidogo ambacho mpaka sasa hivi sisi kama familia tunataka tuende hata hivi. Tuiende nimwambie mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya. Maana hao watu wanaenda kuchukua hati. Watendaji ofisi ya serikali ya mtaa ni miongoni ambayo inatusumbua, wanaweka vigenge vya hao watu. Hao watu sio wananchi. Muulize huyo Michael, hukwenda kutoa ushahidi? Ulisemaje ushahidi? Utasemaje kama yule mtu mkurugenzi ametupa eneo wakati nienda mahakamani? Utasemaje hili kitu? Utasemaje wakati hukumu tumeanza baraza la kata? Wenyewe kwa wenyewe mkurugenzi hatujui. Utasemaje kama tumepewa eneo? Bibi yangu ni maskini mno. Asingeweza hata nauli ya kwenda. Wakili Tambala, wakili wetu, tulienda kwa mkopo. Sababu ni ndugu kwa mama yule, kuna undugu, kuna ukoo na Tambala. Kuna ukoo fulani kumsaidia. Hatuna hela ya kufungua kesi. Na umaskini huu ndio umefanya kesi hii iishe hivyo. Ndio hiyo. Lakini kama tu ninavyosema, bibi yangu alianza na Mungu, amemaliza na Mungu. Na aliapa bibi, naamini kama Mungu kweli yuko hai, kweli aliapa. Alisema mimi mpaka nikimaliza kesi yangu ambayo watu wanataka wanidhulumu na nitakufa. Bibi amekufa tarehe 1, tarehe 2 tumezika. Mwezi tumemzika. Mwezi huu ndiye amekufa bibi. Bibi amekufa kwa miaka kama 106, 107. Wakili wa familia hiyo Sambwe Shitambala amesema swala hilo tayari liliwahi kufikishwa mahakamani na uamuzi uliotolewa kwa kuipa ushindi familia ya Mwandawale. Kama shauri la maombi namba 135 wa mwaka 2010 ambapo wahusika ama wadawa kwenye shauri hili walikuwa ni Maria Hassan Mwandawale dhidi ya Mbeya City Council. Basi hakukuwa na mhusika mwingine. Na katika shauri hili mleta maombi ambaye ni Maria
alishinda kesi. Jiji la Mbeya walikata rufaa kwenda Mahakama Kuu, lakini katikati ya rufaa, kabla hawajamaliza, wakakaa chini huku wakimhusisha na mwanasheria mkuu wa serikali, wakafanya settlement, yani maamuzi ya kukubaliana kwamba kwa kweli lile eneo ni mali ya Maria Hassan Mwandawale na walishindwa kihalali kwenye Baraza la Ardhi na Nyumba la Mbeya. Kimsingi maamuzi ya makubaliano kati ya wadawa huwa ni hukumu mbele ya mahakama. Kwa hiyo hii ndio hukumu ambayo ipo juu ya swala hili zima, na bahati mbaya au nzuri ni kwamba hatujawahi kushtakiwa ama wateja wangu hawajawahi kushtakiwa na mtu mwingine yeyote wala kupelekwa mahakama nyingine yoyote kuhusiana na eneo hili. Kwa hiyo kimsingi yeyote ambaye anajiona yuko aggrieved ama anaona ameonewa ama anaona hukumu hii inamuonea, anapaswa kwenda mahakamani, kwa sababu mahakama sasa ndio inayoshughulikia swala hili mpaka kwa hatua iliyopo, na sisi hatuwezi kuwa na nyongeza nyingine yoyote. Kwa upande wake, mstahiki meya wa jiji la Mbeya Dr. Isa Mohamed amesema hana taarifa rasmi kuhusu mgogoro huo, lakini ameahidi kufuatilia ili kujua ukweli wa swala hilo. Hili swala sijaelewi, naomba mniache ndalifuatilia nilijue, kwa sababu sema kitu ambacho sikielewi. Mimi kwangu halijafika hizo taarifa. Mimi najua Ilomba shule ya msingi tumeijenga, tumeirekebisha, nyinyi mkienda mtaiona shule iko vizuri, majengo yako mazuri. Sisi tumerekebisha, najua kwamba ni eneo la shule na shule iko vizuri. Tumejenga pale kituo cha afya kipo kizuri, kwa hiyo haya mengine mimi sijaelewa wala hayajafika kwangu. Kwa hiyo siwezi kusema